Ile mechi iliyoahirishwa kipindi kile ile ndio ilikuwa mbaya zaidi kwa sababu mtu alifikia maamuzi, ilikuwa inaelekea mtu apewe point 3 ile siku, tofauti na hii ile ambayo Yanga walipeleka timu mapema, Simba wao wakaenda baadaye. Unakumbuka ile mpaka sasa hivi yeye anasema hili sio tukio baya na gumu zaidi kuliko lile. Yeye anasema lile ndio lilikuwa gumu zaidi. Kwa sababu mtu alikuwa anaelekea kwenda kupewa point 3 na mwingine alikuwa anaelekea kwenda kushushwa daraja. Lile. Japo anasema na hili pia inawezekana mtu akashuka daraja vile vile. Lakini amechombeza kwamba unamwombea mwenzio ashuke daraja. Yaani kwa nini wakati ndo competitor wako? Yaani kwa competitor sio shida. Hata na Mungu ni competitor wa Simba. Lakini wewe ukiyapima haya matukio mawili, unatazama kama mwenyekiti anavyotazama kwamba lile la wakati ule lilikuwa baya zaidi na ngumu zaidi kufanya maamuzi kuliko hili la sasa? Kwanza kwenye matukio yote mawili yeye anasema lile la zamani ndio lilikuwa baya zaidi. Lakini nafikiri kwangu hili ndio baya zaidi kwa sababu lile la kule lile kikanuni Yanga alikuwa ana faida zaidi kwa sababu muda wa masaa ya mchezo ulibadilishwa nje ya ule utaratibu wa kikanuni. Sio kama unakumbuka. Yaani barua ya kusogeza mchezo mbele kulikuja masaa kadhaa tu kuelekea kwenye mchezo. Yaani hata haikuwa ndani ya masaa 24. Yaani haikuwa hata nje ya masaa 24. Ilikuwa masaa 24 katikati ya masaa kama kadhaa tu mchezo uende kuanza. Lakini utaratibu unataka utoe taarifa ya kubadili muda wa mchezo masaa 24 kabla ya mchezo, sio? Sasa kama unabadili mchezo masaa kadhaa, muda wa mchezo masaa kadhaa mbele kabla mchezo kuanza, ina maana unawatoa watu mchezoni. Kwa kikanuni pia Yanga alikuwa na faida. Sawa? Kwenye hili ambao limetokea ndo ambao ni baya zaidi kwa sababu ukifuatilia chanzo, kosa la kwanza lilikuwa lina uwezo wa kumwadhibu mtu kikanuni pasina kuahirisha mchezo. Sio, umenielewa vizuri? Lakini kuna mtu akalihalalisha kwamba ni kosa la yeye kwa kutishia kugomea mchezo. Kitu ambacho kilipelekea bodi ya ligi wakaahirisha mchezo. Haya, tuseme leo Simba wasingetishia kugomea mchezo. Mechi ingechezwa isingechezwa. Manake ingechezwa, sio? Na Yanga, kama Yanga amehusika kuwazuia Simba kuingia kufanya maandalizi ya mwisho, wangeadhibiwa ambao kwenye kanuni kuanzia milioni 1 mpaka milioni 2. Manake angetozwa faini na maisha mengine yangeendelea. Lile la kule halikuwa na kipengele cha mtu kutozwa faini wala nini, kwa sababu makosa sio ya Simba wala Yanga. Kilichofanyika ni bodi ya ligi wenyewe ndo walikaa wakaamua tusogeze mechi mbele kwa sababu ambazo wao waliziainisha. Sawa? Sasa kuna kule kutokutii maagizo ya bodi ya ligi na ipo kwenye kanuni. Kwa Simba alitumia kanuni na Yanga naye alitumia kanuni. Na wote walikuwa kwenye haki. Kutokutii maagizo ya bodi ya ligi. Maana yake tunarifaa pia kanuni. Wewe hujatii maagizo ya bodi ya ligi kwenye eneo gani? Mechi ilisogezwa muda nje ya kanuni. Nikasema wote walikuwa kwenye kanuni. Yani Yanga alisimamia kwenye kanuni ya kwamba mlikuwa nje ya muda. Yes. Simba alisimama kwenye kanuni ya kutii agizo la bodi ya ligi. Na Yanga kakaidi agizo la bodi ya ligi kwa sababu kanuni inamwambia mechi itatakiwa kubadilishwa muda ndani ya muda fulani, lakini ikawa ni nje ya ule muda ambao unatakiwa. Lakini hili adhabu yake ilikuwa inaonekana, kwa maana yake Simba kabla yeye hakupaswa kutishia kuahirisha mchezo. Alipaswa kwenda na utaratibu na kwenye mchezo acheze mechi, na kwa sababu kanuni inaelekeza kwamba ukizuia kufanya maandalizi ya mwisho mtu fulani atatozwa faini ya shilingi kadhaa, akisubiri mtu apigwe faini na maisha mengine yangeendelea.